Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Baadhi ya wamiliki wa maeneo ya kuchenjua madini ya dhahabu katika wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga wamesema usimamizi unaofanywa na Tume ya Madini umechangia kuboresha mazingira ya kazi, kuongeza uzingatiaji wa sheria na kuimarisha afya, usalama katika shughuli za uchenjuaji wa madini. Wakizungumza na Mohab TV, wamiliki wa maeneo ya kuchenjua madini ya dhahabu Ramadhani Athmani na Hussein Omari wameeleza kuwa walipokea maelekezo kutoka Tume ya Madini na kuanza kuyatekeleza mara moja, hatua iliyosaidia kuboresha mazingira ya kazi na kuhakikisha shughuli zote zinafanyika kwa kuzingatia matakwa ya sheria. Tulipokea barua kutoka Tume ya Madini. Baada ya kupokea na utekelezaji ukaanza papo hapo, maana tunafuata sheria za nchi na serikali inavyotaka. Baada ya hapo mambo ndio kama hivi yanavyoonekana, utekelezaji tulitekeleza hapo hapo. Na tunachoshukuru Mungu, hawakuja kwa ukali, ulikuja vizuri na utekelezaji ukaanza hapo hapo. Na kama mnavyoona kila kitu kiko kisafi, mambo yote, na tuliambiwa kwamba tukae mbali na watu wanapoishi, wote tukatekeleza kwa hatua hiyo. Mimi nashukuru kwa serikali kwa support inayotupa, kwa maelekezo ya moja kwa moja ambayo tunayopewa na tunajitahidi kuyafuata, kuyazingatia. Awali, Athmani amesema eneo hilo kwa sasa linatoa ajira kwa watu wapatao 20 wakiwemo wanawake 7 na wanaume 13, huku akibainisha kuwa shughuli za uchenjuaji sasa zinafanyika kwa kuzingatia viwango vya usalama na utunzaji wa mazingira kama ilivyoelekezwa na mamlaka husika. Kama nyinyi mnavyoona, mwalo umetimia na hatua tulizoambiwa tumezifuata. Wanawake tunao, wanawake wako 7, wanaume wako 13. Leo ni jambo moja, na kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri ni kufuata mambo watu wanayotaka, jambo moja. Na jambo jingine tunashukuru kwa sababu riziki nayo inaingia. Kwa upande wake, mmiliki mwingine wa eneo la kuchenjua madini ya dhahabu Hussein Musa Omari amesema pamoja na mafanikio yaliyopatikana bado anakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa umeme wa uhakika, hali inayokwamisha uzalishaji licha ya kutumia mashine zinazotumia umeme kwa gharama nafuu. Baada ya kushauriwa kwamba mashine zinazotumia umeme kidogo zina gharama ndogo, na kweli tukashawishika, tukapambana, tukaweza kufunga mashine zinazotumia umeme. Lakini mashine za kutumia umeme ni kweli zina gharama ndogo, hizo kufananisha na za mafuta, isipokuwa ni pale changamoto ya umeme. Kwa mfano eneo letu hili la Mwime inatokeaga, kuna kipindi inatokea hata wiki 2 umeme uko singo, hakuna shughuli zozote zinazofanyika kuanzia mialoni mpaka madualani. Kwa changamoto kubwa ni hiyo. Omari pia ameomba kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya waendeshaji wa maeneo ya kuchenjua na uchimbaji wa madini na mamlaka za uhamiaji ili kupunguza changamoto zinazotokana na uwepo wa wageni wasiokuwa na nyaraka sahihi katika maeneo ya kazi. Hatuna elimu ya kujua kwamba hawa ni wageni au hawa ni wenzetu wa Tanzania. Sasa inatokea tu changamoto inapotokea serikali inapofikia stage ya kufanya labda msako wake wakiwa kwenye majukumu yao ya kila siku, hususan ni sekta ya uhamiaji. Wale mabwana unakuta inaweza kutokea wanakamatiwa katika eneo lako la kazi. Kwa unapokamatwa kwenye eneo lako la kazi, kidogo inakuja kuwa changamoto, kwa sababu inakuja kuonekana kwamba wewe ndio unayehusiana na ndio uliowaajiri wale mabwana, na ndio maana wako kwenye mazingira yako ya kazi. Kwa upande wao, wanufaika wa vituo vya kuchenjua dhahabu amesema uwepo wao katika maeneo yaliyotengwa wameendelea kunufaika kutokana na kujipatia ajira kwa vijana na wanawake. Changamoto yetu kubwa hapa Mwime ni umeme. Asilimia kubwa umeme unakuwa single, na unakuwa tunaomba mtuboreshe miundombinu ya umeme. Umeme unakuwa single, mnajikuta foleni kubwa baada ya wiki 3 hamjasaga au wiki 2. Kwa serikali tukao tunaomba ituboreshe miundombinu mgodini umeme. Nashukuru sana serikali kwa kuwepo kwa huu mwalo. Pia tunamshukuru Mheshimiwa Hussein, tajiri wa hapa kwenye huu mwalo. Tunashukuru sana kwa hii ajira ambayo tulionayo. Tunanufaika nayo sana kwa mahitaji mbalimbali kama vile kusomesha familia zetu, watoto wetu na mahitaji mengine ya kifamilia. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Hussein. Pia tunaishukuru serikali kwa kuwepo kwa huu mwalo, kwa maana tunaendesha familia zetu
pia tunafaidika kwenye mahitaji mbalimbali ya kifamilia. Kitu nilichonufaika ni kubadilisha maisha yangu kupitia biashara hii ya kununua mawe, na kupitia kwa mwalo huu tunajipatia kipato cha kila siku ambacho kinatusaidia kusomesha watoto, kukidhi mahitaji yetu ya muhimu. Wito wangu kwa wanawake wengine, wasiogope wanaposikia biashara ya madini, wasiogope. Kila kitu kinawezekana kwa jinsia yoyote, iwe ni mwanamke iwe ni mwanaume, wote wanaweza kufanya hii biashara na wakanufaika. Mohab TV Shinyanga.